Wananchi mbalimbali wamekuwa wakisogeza gurudumu la maisha yao mbele kutokana na shughuli za uchimbaji wa chumvi, hasa wanawake ambao kupitia shughuli hiyo wanayoifanya kama vibarua wamekuwa wakijipatia kipato kinachoweza kukamilisha majukumu mbalimbali ya kimaisha. Faida Online TV tumepata nafasi ya kutembelea katika eneo linaloandaliwa kwa ajili ya uchimbaji wa chumvi linalomilikiwa na mwekezaji wa chumvi ambaye pia ni mwenyekiti wa wachimbaji chumvi mkoa wa Mtwara na ni mwenyekiti wa kamati ya madini ya chumvi kupitia shirikisho la wachimbaji Tanzania FEMATA, ndugu Halfan Nasor Halfan, ambaye kwanza ameanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyowapambania wachimbaji wa chumvi. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwanza nianze kwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu kwa kutuwezesha watu wa chumvi sasa hivi kuonekana na kuwepo, yani kuirasimisha ile sekta kuwa sekta iliyokuwa iko sahihi kabisa. Hapo mwanzoni binafsi tulikuwa na shida sana, maisha yalikuwa magumu na vitu vingi vilikuwa vigumu, lakini kwa utawala huu wa Mama Samia binafsi nimeona sasa ladha na kazi ya chumvi iko vizuri, na serikali imeishika moja kwa moja sekta ya chumvi toka alipotoa kauli kwamba watu wa chumvi sasa wasikilizwe na alifuatiliziwe. Tokea hapo Wizara ya Madini imeweza kuishika sekta ya chumvi moja kwa moja kupitia Waziri Anthony Mavunde. Ndugu Halfani ameongeza kuwa hapo mwanzo kulikuwa na wawekezaji waliokuwa wakiingiza chumvi kiholela kutoka nje ya nchi, hali ambayo ilikuwa inawatesa wafanyabiashara wa Tanzania na biashara hiyo kuwa mwiba kwao. Lakini kupitia serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, jambo hilo limefanywa kazi na sasa mambo ni mazuri. Hapo mwanzoni chumvi wawekezaji walikuwa wanaingiza kiholela kutoka nje na biashara ya chumvi ilikufa kabisa. Ilifikia mahali wazalishaji chumvi walikuwa kama simba waliojeruhiwa. Lakini baada ya Mheshimiwa Rais kupata taarifa, aliagiza serikali na serikali ilitembelea kupitia wakati huo Waziri wa Viwanda na Biashara Ashatu Kijaji alipita kwenye mashamba yote ya chumvi na akajiridhisha na hatimaye akastopisha uingizwaji wa chumvi kutoka nje mpaka itakapoisha ya ndani. Na kuanzia hapo kila kinachoendelea huwa tunashirikishwa sasa hivi. Kama wawekezaji chumvi imewaishia, wazalishaji tunafanya takwimu, tukishajiridhisha basi tunairuhusu serikali iwape kwa kile kiasi ambacho kimepelea. Mzalishaji huyo wa chumvi ameongeza kuwa hapo mwanzo alikuwa na eneo la hekta 4 pekee la kuzalisha chumvi, ila kwa sasa ameweza kumiliki eneo kubwa kufikia hekta 1000. Nini kimesababisha aweze kumiliki eneo hilo? Hapa anaeleza kiundani. Hapo nyuma nilikuwa na hekta kidogo, yani nilikuwa na hekta 4 tu, lakini baada ya serikali kuitolea macho sekta ya chumvi na baada ya Mheshimiwa Rais kutoa maagizo kwa Mheshimiwa Waziri Anthony Mavunde, cha kwanza alichokifanya alituita wazalishaji chumvi na kutuuliza, mnataka nikufanyieni nini ili musogee? Tulimuelekeza tunashindwa kuzalisha chumvi iliyokuwa bora kwa sababu tuna maeneo madogo, na tuna maeneo madogo kwa sababu gharama ya kulipa ile pango ya lile eneo tunashindwa, iko kubwa. Tukamuomba tupunguzie. Mheshimiwa Waziri Anthony Mavunde kwa usikivu na heshima aliamua kutupunguzia ile annual rent, ada ya pango, kutoka shilingi 45,000 mpaka shilingi 20,000. Kwa eneo langu hili, yani ile ilinivutia baada ya kuona sasa kama serikali imetuelewa, na mimi ilinivutia kutoka kwenye hekta 4 mpaka sasa hivi namiliki hekta 1000. Na hizi sasa hivi ninazozifanyia kazi ni hekta 80, kwa sababu kama ningelipa ile bei ya zamani ningelipa karibu milioni 3 na kitu,
lakini kwa sasa hivi nalipa milioni 1 na kitu, ambayo kama mzawa naweza kuimudu na nikanipa tija, na nimeshaona kwa sasa mafanikio yameshaanza kuja. Nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa upendo wake na maagizo yake na wale watendaji wake, hasa wa wizara, waziri na katibu mkuu, kuweza kuyafanyia kazi moja kwa moja. Yani sasa hivi ofisini kwa waziri wa madini au kwa katibu mkuu, yani sisi hatuna shida. Dakika yoyote ile, hata iwe usiku wa manane, tukipeleka hoja tunapokewa na tunahudumiwa. Mfano hilo la kwanza la kutuondolea pango, lakini la pili ametuondolea mrabaha. Tulikuwa tunalipa 3%, sasa hivi tunalipa 1%. Mwenyekiti ndugu Halfan Nasoro Halfan amekuwa ni mmoja wa waalikwa wa waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde bungeni jijini Dodoma alipoenda kusoma bajeti ya wizara hiyo. Katika bajeti yake aliigusia sekta ya chumvi kwa kujenga kiwanda cha kuchakata chumvi kilicho na Ngurukuru, mkoa wa Lindi. Na baada ya kutoka bungeni, mtendaji mkuu wa STAMICO Venance Mwase aliniita na kuniunganisha na site engineer alokuwepo na Ngurukuru, ili niwe kama shuhuda kwamba nini kinachofanyika pale, ili niwe balozi kwa wazalishaji wa chumvi wa Lindi na Mtwara. Kama kiongozi nikajionee mwenyewe. Nilifika na Ngurukuru, nilipokewa na site engineer na alinionyesha kuanzia mwanzo wa kiwanda mpaka mwisho. Tunaishukuru sana STAMICO, kiwanda kimeisha, sehemu iliyobakia ni chache sana, yani kwa 90% kiwanda kiko vizuri na kiwanda kizuri, na tunahakika kabisa sasa hivi wazalishaji wa chumvi tumepata mwarobaini katika biashara yetu au uzalishaji wetu wa chumvi. Niweze tu kutoa wito au rai kwa wazalishaji chumvi wenzangu. Kiwanda chochote kile cha chumvi lazima kipelekewe chumvi iliyokuwa bora na itakayoweza kusagwa vizuri na ikaweza kuuzwa ndani na nje ya nchi. Kwa maana hiyo, tunatakiwa tuzalishe chumvi iliyokuwa bora na itakayoweza kupita katika zile mashine. Tukipeleka chumvi chafu, zile mashine hazitoweza kufanya kazi. Kwa hiyo niwashukuru sana STAMICO, shukuru sana mkurugenzi mkuu wa STAMICO, shukuru sana waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Nimshukuru mwenyekiti wangu Mama Hawa Abdurrahman Ghasia kwa kutuongoza vizuri, na yeye ndo mwenye kuratibu vitu hivi vyote. Sisi tunapita mgongoni kwake baada ya yeye kuviandaa na kuvitengeneza, na anatuongoza sisi vizuri kabisa mpaka tunafikia hatua hii tulofikia. Mtazamaji wa Faida Online TV, huo ndio utendaji kazi wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo imekuwa ikitatua changamoto mbalimbali za wananchi wake. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.